Hello. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Pastor Lameck Msungu. Yesu amekuwa mwaminifu. Ametupa neema tena kwamba tukutane tuweze kufundishana. Somo la siku ya leo nitaenda kuzungumzia kuhusu njia 4 za kufunga zinazosababisha shetani kukimbia. Naenda kuzungumza kuhusu njia 4 zinazosababisha ama njia 4 za kufunga zinazosababisha shetani kukimbia. Mimi ya kwamba kila mtu hufunga, kila mtu anatamani ushindi, lakini si ya kwamba kila maombi yanasababisha shetani kukimbia. Leo hii nitakufundisha kuhusu mambo haya 4 ili ya kwamba utakapokuwa katika hali ya kufunga yatakusaidia ama yatafanya shetani aweze kukimbia. Maana shetani amekamata watu wengi, shetani amekalia watu wengi. Lakini mambo haya ambayo ninazungumza juu yake ni mambo ambayo yatakupa mwelekeo, yatakupa njia. Nitazungumzia kuhusu mambo 4 licha kwamba yapo zaidi ya 4. Kwa leo nitazungumzia kuhusu mambo 4 yanayosababisha ama mambo 4 ya kufunga inayosababisha shetani kukimbia mwanadamu. Usipokuwa na mambo haya 4 unapokuwa unafunga, shetani hawezi kukimbia. Na tutaangalia katika James 4:7. James 4:7 inasema ya kwamba basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Dharimisi ya kwamba kuna njia ya kipekee tunayopatiwa mahali hapa. Njia ya kwanza ni kwamba tumtii Mungu, tumheshimu Mungu. Tutakapomtii Mungu, tutakapomheshimu Mungu, ya kwamba tutakuwa na ile neema ama nguvu za kumpinga shetani, za kumkemea shetani, na yeye atakaa mahali pale, ila yeye ataweza kukimbia. Haleluya. Kila mtu anatamani ushindi. Kila mtu anatamani ushindi. Lakini ushindi utatokana tu na hali ya kumtii Mungu. Na tunamtii Mungu kupitia katika hali ya kufunga. That's why nataka tuweze kuangalia kuhusu vipengele 4 vitakavyo kusaidia unapokuwa unafunga shetani akukimbie. Haleluya. Mtu wa Mungu, leo Mungu amenipa ujumbe huu ili ya kwamba niweze kunena na wewe, nikupe tumaini lenye nguvu na kumshinda shetani. Maana natumai ya kwamba kila mtu anatamani kumshinda shetani. Hakuna mtu ambaye anatamani kukaa na shetani, lakini kila mtu anatamani kumshinda shetani. Watu wengi wanatamani kuwa na nguvu za Mungu. Watu wengi sana wanatamani kuwa na nguvu za Mungu, ili ya kwamba waweze kutenda kazi ya Mungu ama nguvu za Mungu zitende kazi ndani ya maisha yao. Lakini inakuwa ngumu. Wengine wanaenda kwa mlima wanafunga, hakuna jambo linafanyika. Leo hii nitaweza kupatia kuhusu njia 4. Nitaongea kuhusu njia 4 zitakazo kusaidia wewe wakati unapokuwa unafunga shetani kukimbie. Njia ya kwanza. Before niweze kuexplain njia ya kwanza, nitaomba ya kwamba kama una watch video hii, make sure una subscribe, una like na una share kwa watu 10, ili ya kwamba wewe unapokombolewa nao pia wakombolewe. Wewe ukifunguliwa nao pia wafunguliwe, in the name of Jesus. Njia ya kwanza itakayokusaidia unapokuwa unafunga shetani aweze kukukimbia. Njia ya kwanza ni kufunga kwa kawaida. Kufunga kwa kawaida. Hiyo ndio njia ya kwanza nitazungumza juu yake. A normal fasting or normal fast. Kufunga kwa kawaida. Kufunga kwa kawaida ni kupi? Naamini ya kwamba watu watakuwa na maswali. Je, kwani kuna kufunga kwa kawaida? Yes, kuna kufunga kwa kawaida. Njia ya kwanza
ya kusababisha unapokuwa katika hali ya maombi, unapokuwa unafunga, itakayosababisha shetani akukimbie ni kufunga kwa kawaida. Matthew 4:1-11 utapata kwamba wakati Yesu alipokuwa amepitia hali ya ubatizo, Roho Mtakatifu alishuka juu yake. Roho Mtakatifu alishuka juu yake, akamuongoza jangwani. Siku ngapi? 40 days. Yesu akiwa amefanya nini? Amefunga. Na akiwa katika ile hali ya kufunga, akisha maliza kufunga, akitokea, tunaona ya kwamba shetani alimuendea. Lakini Yesu anamshinda shetani kupitia kwa neno lake. Neno la Mungu lilimshinda shetani. Why? Akamwambia ya kwamba mwanadamu hataishi tu kwa mkate, bali kwa neno asemalo Mungu. Hayo ndio matamshi ambayo Yesu anamjibu shetani, kwa sababu alikuwa katika ule ufungo, katika kufunga kwa kawaida. Kufunga kwa kawaida hautumii chochote. Hautumii chochote. Hautumii chochote. Yesu alifunga 40 days kama hatumii chochote. Wakati shetani anakuja kutesti imani yake, tunapata ya kwamba hakung'ang'ana kupigana na yeye, kwa sababu alikuwa katika uwepo wa Mungu. Alikuwa ameshapokea nguvu mpya, nguvu mingi sana kuliko chochote. Tunapata kwamba Yesu anamjibu shetani kupitia kwa andiko. Lile andiko lilisababisha shetani akashindwa nguvu na akashindwa njia ya kumwendea Mungu, wakati Yesu alipokuwa anatoka kufunga. Haleluya. Taka nikuambie mtu wa Mungu ya kwamba kufunga kuna sababisha unapokea nguvu za kushinda vita. Kuna vita unaweza kuwa unapitia katika maisha yako. Kuna vita unaweza kuwa unapitia katika masomo ya watoto wako, katika kazi ya mikono yako, katika huduma. Unapoingia katika maombi ya kufunga ya kawaida, utapata kwamba unapokea nguvu mpya za kumpinga shetani. Unapokea nguvu mpya za kupinga mipango na silaha za kishetani. Haleluya. Maana neno la Mungu ndilo silaha ya ushindi. Yesu alikuwa na neno la Mungu lililosababisha akakuwa mshindi. Neno la Mungu ni silaha lenye ushindi. Unapokuwa unafunga, huwa unapokea hiyo neema ya silaha. Neno la Mungu linakanda, unapokea ile uwepo ya kumkemea shetani. Unakuwa na ile njia ya kumkemea shetani. Haleluya. Usiogope kwa sababu ya kwamba mambo yamekuwa magumu wakati ulikuwa unafunga, kuna mambo yalitendeka, kuna mambo ilifanyika. Usiogope mambo kama hayo, bali wewe endelea kumuita Mungu, endelea kumtafuta Mungu ili yakobo kaweze kupokea nguvu za Mungu. Unapokuwa unafunga, utapata kwamba unapokea nguvu mpya, unapokea hekima, na neno la Mungu linakaa ndani mwako, hali Yesu likapunguka. Maana shetani anamuogopa mtu ambaye Mkristo, ambaye anatii neno la Mungu, na aliye neno la Mungu na mwenye kumtii Mungu, na aliyesimama katika msimamo. The moment Mkristo anapokuwa katika msimamo, shetani hawezi akapenya akamfaulu, bali yeye atakuwa mshindi, kwa sababu ndani mwake kuna Mungu. Ametii neno la Mungu kupitia katika normal fasting. Hallelujah. Jambo la pili ambalo litaweza kukusaidia unapokuwa unafunga shetani akukimbie ni kufunga kwa Danieli. Kufunga kwa Danieli. Si kufunga tu vile watu wanafunga tu mambo mengine wakiomba, hapana. Kuna aina ya kufunga. Nimesema njia ya kwanza ni mfungo wa kawaida. Njia ya pili ni mfungo wa Danieli. Tasoma Daniel 10 kuanzia tu unapoendelea. Utapata kwamba Daniel alifunga kwa siku ngapi? 21 days. Alijinyima chakula cha anasa, chakula chochote ambacho hakikuwa kinastahili. Danieli hakuwahi kula.
bali yeye aliendelea kumtafuta Mungu. Na tunapata kwamba ile hali ya kumtafuta Mungu, kitu ambacho Danieli alipata, Biblia inasema ya kwamba Mungu alimtuma malaika kumwambia Danieli ya kwamba, ama kumweleza Danieli ya kwamba maombi yake yamejibiwa. Na si kujibiwa, ya kwamba yalijibiwa siku ile ya kwanza alipoanza kuomba. Tamishi ya kwamba maombi ya Danieli, maombi haya husababisha jibu la maisha yako liweze kupatikana. Husababisha yale mahitaji ambayo umekuwa ukiombea yaweze kutimia. Mungu anasikia maombi haya sana kuliko chochote. Danieli anafunga 21 days. Amechinyima kuli chakula chochote ambacho ni janasa. Anamtafuta Mungu. Anajificha na mtafuta Mungu. Tunapata kwamba malaika anakuja na mwambia, pana Danieli, Mungu anasema kwamba maombi yako yamejibiwa. Haleluya. Mtu wa Mungu, usikate tamaa kwa sababu umeomba siku kadhaa. Hapana. Masaa ikifika Mungu ataweza kutenda. Utakapokuwa katika hali ya kufunga kamili. Kufunga kwa kumaanisha jibu lako utaweza kulipokea. Mtu wa Mungu, endelea kuomba. Usikate tamaa. Endelea kuomba na kumtumainia Mungu. Utaona yale ambayo Mungu atayatenda. Maana Mungu husikia maombi ya watu wake. Wakati unapokuwa umefanyika kuwa mtu wa Mungu, mwana wa Mungu, Mungu husikia maombi yako kuliko chochote. So the moment utapenya kwenye anga kwa ajili ya maombi, utapata kwamba Mungu amesababisha jambo kwa ajili yako. Jibu linapatikana, mwelekeo unapatikana. Haleluya. Njia ya tatu ni kufunga kamili kwa muda. Kufunga kamili kwa muda, ama kufunga kamili kwa muda mfupi, si muda mwingi, muda mfupi. In English wanaita kwamba absolute fast, absolute fast. Mfungo huu unapatikana katika kitabu cha Esther 4:16. Tunapata kwamba Esther, wakati mambo yalipokuwa mangumu, aliamua kuwaongoza Wayahudi wote kufunga siku ngapi? Siku 3. Wakitaka solution, wakitaka jibu kwa yale mambo ambayo yalikuwa yanaendelea. Alikusanya Wayahudi wote akawaweka kwenye hali ya mfungo. Mfungo wa muda kamili, muda mfupi. Wakaanza kufunga kwa siku 3. Siku 3 wanafunga. Siku 3 wanamtafuta Mungu. Na tuliona ya kwamba jibu lilipatikana. Yule ambaye alikuwa anawachimbia shimo, yule ambaye alikuwa anawasia mauti, yule ambaye alikuwa amewaandalia kamba, tunapata kwamba mambo yanakeuka, yanamkula yeye mwenyewe. Wao wanapata kupona after fasting ya siku ngapi? Siku 3. So maombi ya muda mfupi yako na uwezo mkubwa pia kuliko chochote. The moment utakuwa unaomba ukimaanisha. Maana maombi haya huvunja hofu yoyote na inaleta ushindi. Kuna uwezekano unaweza kuwa na hofu katika maisha yako kwa sababu ya jambo ambalo linafanyika, jambo ambalo linatendeka. Lakini the moment unapoingia katika maombi haya, mfungo huu mfupi wa siku 3, utapata ya kwamba mifunganiko yote ama madhabahu yote ya kishetani imefanya nini? Imevunjika. Hofu ambayo umekuwa nayo imeondoka. Hofu ambayo imekuwa katika familia yako imeondoka. Esther na Wayahudi walikuwa na hofu, but the moment walipoingia katika maombi haya, tunapata kwamba ushindi wa Mungu unaweza kupatikana. Na tunaamini kwamba leo hii ushindi huu unaweza kupatikana katika maisha yako kama utazingatia neno la Mungu. Maana Mungu huwa anaingilia wakati watu wa Mungu wanapokuwa wanamuita. Wakati unapokuwa unapitia mambo magumu na umuite Mungu, Mungu huwa anaingilia katikati. Na anaanza kufanya msako wake. Anaanza kujibu. Anaanza kubadilisha yale ambayo yalikuwa yamepangwa kwa ajili yako. Jambo la nama, njia ya 4, unapokuwa unafunga, njia hiyo inasababisha ya kwamba shetani anapokuwa na kuandama, anakimbia. Hawezi akapata nguvu zozote. Maana Biblia imesema ya kwamba tumtii Mungu na tumkemee shetani, naye atafanya nini? Atatukimbia. Atasimama mahali pale. Ni kufunga kwa pamoja. Kufunga
kwa pamoja. Tunaitana watu kadhaa, tunaitana kanisa nzima, tunaanza kufunga kwa ajili ya jambo fulani. Unaposoma Matendo ya Mitume 3:13 kuanzia 2 unapokuwa unaendelea, unapata kwamba kanisa la kwanza lilifunga na kuomba pamoja kabla ya kuwatuma watumishi wa Mungu, kabla ya kutuma wengine waende mbali, waende katika vijiji, waende sehemu nyingine, watangaze injili ya Mungu, waokoe watu. Tunapata kwamba kanisa la Mungu, lile kanisa la kwanza, lilikuwa linakusanyika lote, linakusanyika, watu wanakusanyika pamoja, wanaanza kuomba kwa ajili ya jambo fulani. Na tunaona kwamba viwete wanatembea, viziwi wanasikia, watu wanapona, kila aina ya magonjwa inapona. Why? Kwa sababu walikuwa na mfungo wa pamoja. Mfungo wa pamoja uko na nguvu kuliko chochote. Mfungo wa pamoja huo tunabebeana mamlaka na nguvu. Wanafunzi wa Yesu walikuwa wanakusanyika wote, ama kanisa la Mungu lilikuwa linakusanyika, linaomba kwa ajili ya jambo fulani before lile jambo waweze kulitenda. Na tunaona ya kwamba kuna mambo Mungu alikuwa anatenda. Tarimisi ya kwamba maombi haya ya pamoja huwa yanaleta the unity, inaleta umoja. Unapata ya kwamba kanisa ambalo limetengana, familia ambayo imetengana, watoto ambao wametengana, wanapokuwa wanaomba pamoja, the unity huwa inashuka katikati yao. Unapata kwamba watu wanakuwa wamoja. Maombi haya pia huwa inaleta mwelekeo. Maana wakati walipokuwa wanaomba kwa sababu ya kitu fulani, kwa ajili ya kutuma watumishi wa Mungu, Mungu analeta mwelekeo. Anasema ya kwamba fanyeni namna hii, na mambo inatendeka. Maombi haya pamoja huwa inaleta mwelekeo katikati ya kanisa la Mungu na katikati ya watu wanapokuwa wanafunga. Na maombi haya pia ya pamoja huwa inaandaa watumishi wa Mungu katika huduma. Watumishi wa Mungu wanaandaliwa katika huduma kupitia kwa nini? Kwa maombi ya pamoja. Tunapokuwa tunaomba katika maombi ya pamoja, kanisa tukusanyike kwa ajili ya jambo fulani, tunapata ya kwamba ni hali ya kuandaliwa. Watu wanapokea nguvu mpya, watu wanapokea roho mpya kwa ajili ya maombi haya ya upamoja. Unapata kwamba watu wameshaandaliwa. Nitamalizia na jambo hili. Mambo ya kuyafanya ama mambo ya kuzingatia unapokuwa katika hali ya kufunga. Number 1 ni kusoma neno la Mungu. Neno la Mungu lisiwahi kosekana katika maisha yako. Number 2 ni kuomba. Omba ili ya kwamba Mungu asababishe muujiza kupitia kwa kufunga kwako. Ya 3 ni toba. Tubu dhambi zozote ambazo umezitenda. Tubu mbele za Mungu ili ya kwamba Mungu akaweze kukuondolea makosa yako yote na dhambi yoyote. Jambo la 4 ni kuomba msamaha na kusamehe wengine. Unaposamehe wengine, na pia uomba msamaha ili ya kwamba uweze kukubalika. Jambo la 5 ni kumwabudu Mungu. Mwabudu Mungu katika sifa na maabudu na moyo wako wote. Na jambo la mwisho ni kuomba ama kuamini ahadi za Mungu, ya kwamba Mungu atatenda na Mungu ataonekana. Tuwa Mungu, kama umesikia jambo hili, sema tu: Bwana Yesu, niko mahali hapa, nimesikia ujumbe wako, nahitaji neema na kibali kuanzia leo. Nipe nguvu, nipe mwelekeo, nikaitii sauti yako, nitii neno lako, ili shetani na mamlaka yake yasipate nafasi katika maisha yangu. Nisaidie Bwana, kuanzia leo nimeisikia injili na nitafuata yaliyo ya kwako, in Jesus name. Amen. Make sure una subscribe kwa hii channel na share tu video hii kwa watu 10. Wewe unapookolewa nao pia waokolewe na wema wa Mungu utaonekana. Asante sana, Mungu awatende mema. Tukutane kwa next video.